Yes, tunakubless exclusive interview hii hapa na mtu ambaye ni muhimu sana kwenye muziki wa game ya Bongo Flava. Nataka ajitambulishe na tutazungumza mengi kuhusiana na career yake. Mara nyingi umeshawahi kutazama video za wasanii za matangazo, video kama ya Diamond Platnumz, Harmonize na wasanii wengine wakubwa, na background ukakutana na kuna labda umekutana ukuta wa blue au labda ukuta wa kijani hivi, utakuta kuna saa maua, vitu fulani vya hapa na pale, midoli. Usifikiri vile vitu kama vimekwenda wenyewe kibahati mbaya, bali kuna wadau ambao wanaweka vile vitu na ni wajuzi sana wa yale mambo. Huyu hapa na bro. Mambo Kama kawa. kama kaa. Hongera sana bro. Asante. Kwanza nataka ujitambulishe kwa mtazamaji wa Uzuri TV ambaye anakutazama sasa hivi, afahamu tunazungumza na nani, mtu mkubwa sana kwenye industry ya game ya Bongo Flava na matangazo. Unaweza kujitambulisha pia bro. Kwa jina mimi naitwa Fadhili Abdalla. Ila kwa career yangu, kwa wale kunijua kwenye labda Instagram naitwa Fadhili Ozil. Ozil. Okay. Mtu ambaye afahamu sasa Ozil kwenye industry ni kama nani? Kwenye industry mimi ni kama art director. Art director au production designer. Okay. Sasa kuna mtu mwingine anakuwa hafahamu kiundani, labda anajiuliza art director ni kazi yake sana, yeye ni hipi? Sio, umenifahamu? Labda art director maana yake ni anashuti au inakuwaje? Art director kazi yake sio kushuti. Art director kudirect, yani kudirect set. Mfano nimepewa set au nimepewa idea, kwa mimi ile idea inakuwa ni relate kwa kuona. Ni mfano mtu akwambia kwa maneno, bwana nataka kitu fulani hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo anaweza akakatua kwa udogo, anaenda kuleta kwa ukubwa. Maana sasa unataka kumuonesha sasa kwa kuona. Hiyo sasa kama unaambia director kaza kashuti, sasa ili ujue director maana yake unaona video. Unaona video. Kumbe director fulani kwa sababu ile video kaifanya wewe ndio umeiona, unaona director. Kwa mimi hapa director mpaka niite art director maana yake kuna vitu fulani lazima nivifanye ndani ya ile kitu. Kama ni video, kama ni tangazo hivyo. Okay. Na vile vitu imekuwaje mpaka vimeweza kupata umaarufu, au ile issue au ile sanaa yenu ambayo mnaifanya kuweza kudesign vitu tofauti, ilikuwaje au mmeipata wapi nyinyi mpaka leo hii tunaona video zote za wasanii zinakuwa na setup tofauti, props wenyewe mnasema na vitu kama hivyo? Hasa sanaa ni kitu ambacho mimi mwenyewe labda naweza kusema ni kitu ambacho labda ulikikuta. Kwa hiyo unakuta labda ulijifunza kwa sababu kitu unapenda ukajifunza. Sababu ni vitu ambavyo vipo tangia huko nyuma huko watu wamefanya. Sanaa ni vitu tofauti. Unaweza kwa sanaa unatengeneza udongo, unaweza kushona, unaweza kufanya. Yote ni sanaa. Ni vitu ambavyo vipo tangia na babu zetu. Ni vitu vipo yani. Kwa hiyo sisi ni vitu ambavyo tunaviendeleza na kila mtu anaviendeleza kwa utofauti wake. Kwa mimi naweza nafanya kitu cha tofauti, ndio tofauti yani hivyo. Okay. Kwa Tanzania tuna art director ngapi ambao wanafanya vizuri? Wapo ni wengi, lakini art director kwa Bongo yani hawazidi, yani hamna wengi sana, ila ni wapo. Okay. Kwamba bado hiyo tasnia haijakuwa sana, haijapata watu, pia hatujashikwa mkono pia. Kwa sababu ni wapo watu wanaweza wanafanya, sababu sisi kitu tunachokifanya mimi hawezi kuzidi 20, tofauti na madirector. Madirector wanakuta hapo zaidi ya 500. Lakini sisi tunakuta tupo labda 15. So ni tofauti. Hapa ni shida nini sasa? Shida labda soko au namna ya kuendesha huo mchakato, au namna ya kuwapata wale watu wenye sanaa hiyo ya kuweza kubuni vitu kama hivyo? Naweza kusema kuwapata kwa kubuni kwa sababu sio wote wanaweza wakafanya kitu kikaonekana. Sio kila mtu anaweza akafanya. Hii si ya kila mtu maana yake. Sio kila mtu anaweza akafanya. Hii sio ukaja tu papa ukafanya wewe kama mimi haiwezekani. Umesikia, si ya kila mmoja. Okay. Wakati unaanza ilikuwa na ugumu kiasi gani kwa wasanii sasa kuamini kwamba unaweza ukamuofa kitu kizuri kwenye video yake? Mwanzo katika maisha yote mwanzo lazima uwe na ngumu.
Mwanzo unakuwa ni mgumu mpaka mtu aamini, yani akiamini kile kitu ambacho ulichomwambia, au mpaka akupe pesa afu ukampa kile kitu yani mnabadilishana, wewe anakupa pesa, wewe umpe kile kitu anachokitaka au kile mlichokubaliana. Ni ugumu sometimes, pia mwingine upole ugumu pia ndio hata kukupa anakupa amini kwa mwanzo. Lakini akishakupa ukamfanyia kitu kizuri, basi anaweza kaamini. Sasa yule anaweza akakutrust kwa watu pia kwamba kumpa yule jamaa safi sana, kumpa Fadhili kazi anaua. Na video ya kwanza ya msanii na asemea msanii mkubwa ya kwanza ilikuwa ni video gani? Mandakiwe ya Harmonize, ya Leon Liyese pamoja na DJ Obsa. Siwezi kuogopa, ni video yangu ya kwanza ambayo nilifanya mwenyewe. Unajua video ya kitu cha kwanza, lakini mwenyewe nasema niue kweli, nitaua hii. Lakini kiuzuri nilifanya video kali. First time manake mnakutana na Harmonize. Ilikuwaje kidogo? Na sio kukutana naye, kufanya. Yaani kufanya ile video ikawa mimi ndo nimefanya ile video. Lakini kukutana naye au kufanya nishawahi kufanyaga before. Sababu mimi mpaka mtu kufanya au kutrust mtu kukupa kazi, maana mimi nilishaanza kufanya video fulani nyuma. Baada ya kupokea simu labda kutoka kwa Harmonize kwamba njoo tufanye kazi nyimbo yangu ya Mandakiwe na nataka ufanye setup vitu kama hivyo, kwanza ilikuwaje? Wewe ulifilaje na vitu kama hivyo? Kwanza kiukweli sio muongo, akunipigia Harmonize, nilipigwa na manager ofisi ya Konde HQ ilikopo wapi, kwa Zena Mbezi Beach. Kwa Zena hiyo. Kwa maana yake Mandakiwe ya Harmonize, DJ Obsa pamoja na Leon Liyese ndio nyimbo ambayo au ndio video ambayo imefungua milango ya mafanikio. Sasa umefanya kazi nyingi sana na sasa hivi unashirikiana na nani kwenye shughuli zako? Labda Diamond anakuwa na S2K vile, anakuwa na nani, anakuwa na company yake. Sasa wewe mtu wa set, maana yake unakuwa labda na art director mwenzako ambaye unamkubali na mnashirikiana, mnashare baadhi ya material. Sasa mimi ipo kitofauti kidogo. Mimi hapa ni waga nafanya mwenyewe. Sio kufanya kila kitu mwenyewe, nakuwa na timu. Lazima kwa sababu kazi ya ukubwa ndio ukachukua kazi au unachukua kazi 2 3 afu kufanya mwenyewe unajigawaje. Kwa hiyo lazima uwe na timu ambayo unaamini nikimpa huyu kijana wangu anaweza kufanya kazi nikawa fresh. Mimi nakuwa tu labda napitia. Lakini huwa nipo na timu. Yaani sipo mtu kwamba na director wenzangu, sio hapana. Mimi mwenyewe nafanya, lakini wana timu yangu labda tupo watu kama 10 hivi, 3 huko 4 huko hivyo. Na kwamba una vijana wako tayari ambao umeshawatengeneza tayari. Sababu hivi vitu bila kuwa na watu ndio utaenda wewe. Sema unashika mwenyewe watu kwa mfukoni ni nyingi, lakini inaweza ikakutokea vibaya kwa sababu unaweza kuharibu, kwa sababu uwezo ukafanya kila kitu mwenyewe. Kuna machupa mengi tunaona yanatoka, machupa ya msanii kama Diamond Platinum vile yanafanya vizuri, yanakwenda. Umeshiriki video ipi ya Diamond Platinum, labda hata kama kwa uchache tufahamu ngoma ipi ambayo umeishiriki katika kutengeneza au kuwa kama art director? Inaitwa nani? Nende kwa nani asante. Hii ngoma ambayo ndo latest ameachia ngoma 3 maana yake kwa kipindi hiki hapa, na ndo nyimbo ambayo inafanya vizuri. Ile nilifanya hati mwanzo mwisho ile. Kwa maana ile simu iliita moja kwa moja kwa Big. Ile sikupigwa na Big. Ile nilipigwa na director. Alinicheki director, tukaweza tukafanya ile kazi. Naona imetusogeza pia, imezidi kutuongezea. Imeongeza pia, yani fan base imeongezeka, ni deal fulani na yani zinapatikana, ni kazi. Simu zinaita fresh kabisa. Nani sasa tunamuogopa kwenye game hili la art director? Maana kuna wengine wanaweza kusema yule jamaa mbona kama anakuja less sana, au labda yule jamaa hivi na hivi. Unahisi ni yupi ambaye kama anakupa changamoto hivyo kwa art director wenzako? Hamna, sijaona bado, kwa sababu wote wanafanya vizuri. Siwezi kusema kaambia yule au kamgandia mtu hivi na hivi. Kila mtu anafanya vizuri. Lakini kwamba mimi nakuwa na kitu changu
hawezi yaani hawezi, mimi kitu ninachokifanya yeye hawezi kugusa. Hata cha kwake yeye anakuwa na kitu chake. Yaani jinsi tulivyo binadamu sisi vile vile tu, kama Mungu akakupa kitu cha kwako tu. Sasa yaani na kitu hicho cha kwako cha kipekee na yeye anakuwa na kitu chake cha kipekee. Kwa hiyo kusema kukupea ni kitu haiwezekani. Yaani mimi nakuwa na kitu changu tu mwenyewe. Na mimi nataka nifahamu changamoto ya wasanii, maana wasanii tunafahamu pia wana changamoto zao. Location. Changamoto zipi hasa za wasanii ambazo tunakutana nazo? Changamoto za wasanii sana kufika tu location. Kwani msanii labda location labda unakuta saa 12 yeye akaja saa 3. Kama mpanga saa 12 na yeye labda ndo arrange mkutane saa 12 au kuna kitu kabisa unaona saa 12 kitu ndo kizuri labda tukipate ya asubuhi, labda fulani lina sunrise ile asubuhi inatoka bitu tuipate, lakini sasa ina kachelewa. Kwa hiyo kile kitu huwezi kukipata, ndio kama kitu anasema kwenye video hii inabidi ipatikane kitu hichi. Huwezi kukipata, anakuja saa 5. Anakuja saa 5. Kwa hiyo bosi huwezi ukagombana naye, kisha kupa yeye una shoot. Kwa hiyo huna kitu ambacho unamfanya. Utamfanyaje sasa? Kwa hiyo akupa yeye. Kwa maana ile moment ya sunrise ndio tumeshaikosa. Unaikosa hiyo. Maana unatumia sa ubunifu mwingine. Na ipi changamoto ambayo ukasema sehemu kazi mpaka natamani kama nisingekuwa naifanya? Changamoto nyingine unaweza kukutana labda na mvua. Utashatengeneza maseti yako nini pale. Mvua inachapa. Vitu vyote kama ni mabodi manini yote mwa. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku ni hasara ile. Msanii labda kashatoa milioni 5 ya seti. 5 kashakupa 10 zake. Unafikiri unafanyaje pale? Nini huwa kinafanyika sasa ikitokea kama pale kakitokea kama hicho, kwa sababu ni kitu kama naye alishakuja alishaona. Kwa hiyo inaangalika tu mna solve vipi. Yaani kwa hiyo ni tumia nguvu yako na labda tumie pesa yake. Na kwa labda mnakuwa mnachanga sasa. Anaweza hata yeye kwa sababu sikashaona, anaweza kusema basi haina shida, atakupa labda hata kama kwa sababu vitu vingine labda vipo. Unajua ile labda atakupa tu hela, sababu inaweza kuharibika mabodi, lakini props zote zipo. Kwa hiyo unaweza tu kununua bodi rangi kaza tena labda utengeneze. Lakini wewe ndio charge ya kumpa tena wanaomba, sio yeye shida yake na sio shida yangu, ni shida yani Mungu mwenyewe anasema wewe kashusha mvua. Bana ni Fazil Ozil hapa, art director, mtu ambaye anafanya vizuri, anafanya kazi na wasanii tofauti. Amefanya na Harmonize nyimbo ambayo imemfungulia milango, nyimbo ya Mandakiwe, Harmonize DJ Opsa pamoja na Leon DSA. Lakini nyimbo hapa katikati amefanya nyingi sana, ila nyimbo latest ambayo inafanya vizuri kwa sasa ni nyimbo inaitwa Nani, nyimbo ya Diamond Platnumz. Kati ya nyimbo bora ambazo zinafanya vizuri kwa sasa, Ozil ameshiriki 100% kwenye art director, maana yake setup zote ambazo zimefanyika basi ni Fazil Ozil.